Ndugu zangu katika imani, mwanamke wa 7 ambaye namzungumzia leo anaitwa Al-Ahiratu. Mwanamke huyu, tabia hii ni ya mwanamke wa motoni, ambaye mwanamke huyu anakuwa hatosheki na mume wake. Yani naweza nikasema ni kama ni mwanamke ambaye ana mume lakini ana michepuko 6, 5 pembeni, 2, hata kama mmoja, lakini ana mume lakini ana mchepuko wake pembeni ambao anakuwa anautumia pale ambapo mume wake anakuwa labda ametoka amesafiri au ameenda kazini. Yeye huyo mchepuko wake ndio inakuwa nafasi yake nzuri, ima atachati naye, ima ataongea naye, au ima watakutana kabisa na wakafanya hilo tendo la zina. Kwa Al-Ahiratu ni mwanamke ambaye ana mume lakini ana michepuko mbalimbali. Anatoa namba kwa wanaume mbalimbali. Yani kwa lugha nyepesi, hatoshelezeki na mume wake. Hatoshelezeki na mume wake, hata kama mume wake atajipamba kwa uzuri gani, hata kama mume wake atajipamba kwa ubora gani, hata kama mume wake atajitahidi kwa uwezo gani, lakini hawezi hata siku moja akaridhika na mume wake. Ni lazima atafute kijana wa pembeni. Ni lazima atafute mwanaume wa pembeni, hata kama akaridhishwa vipi na mume wake. Huyu ni mwanamke wa 7 katika zile tabia 10. Huyu ni wa 7, kwamba huyu hawezi akaepuka moto wa Jahannam hata kwa dakika moja. Hawezi akaepuka moto wa Jahannam. Mwanamke yoyote unajijua una mume wako lakini unamcheat na kumsaliti mume wako, ukajiona wewe ni mjanja sana. Mume wako anatoka kazini hajui chochote, anatoka kwenye mihangaiko, maskini kahangaika, hajui chochote, kumbe wewe unamchepuko pembeni, unamsaliti mume wako. Alafu usiku unakuja kulala na mume wako kitanda kimoja. Hivi unajisikiaje wewe dada yangu wa kiimani? Hivi unajisikiaje wewe mwanamke wa Kiislamu unapotoka kwenda kulala na mwanaume mwingine na ukarudi kuja kulala na mume wako kitanda kimoja? Ittaqillaha haqqa tuqati. Ewe mwanamke wa Kiislamu, muogope Allah ukweli wa kumuogopa. Toshelezeke na waume zenu kwa idhini ya Allah. Msitoke na kwenda kutafuta michepuko upande wa pili. Hii ni tabia ya 7. Tabia ya 8 katika zile tabia 10 za wanawake wa motoni, huyu anaitwa Al-Baraka. Mwanamke huyu ni wa aina gani na tabia ya aina gani ambayo ikamfanya mpaka huyu aonekane na aingie katika moto wa Jahannam? Al-Baraka ni mwanamke ambaye anapenda kujisnap, anasema. Anapenda kujichukua video, anapenda kujipiga picha, anapenda kujiweka katika mitandao ya kijamii ili asifiwe na wanaume wengine kwa uzuri wake. Yani atajipiga picha nzuri, atajisnap vizuri, atajiweka vizuri ili tu aende akapate sifa za wanaume fulani. Ili tu aende akapate sifa za wanaume kwamba wewe mzuri bana, umependeza bana, mashaallah. Ndio anapenda yeye. Tena wengine wanafika mbali kabisa, na katika hatua za mbali wanapiga mpaka picha za nusu tupo. Wengine wanafika mbali kabisa, wanajirekodi kabisa hadi kwenye mitandao ya TikTok, wakionyesha ni namna gani wanakuwa mafundi kwenye vitanda, wakikatika na mambo mengine kama hayo. Subhanallah. Mwanamke huyu afikirii kwamba kuna siku ataondoka katika dunia, kuna siku atapotea katika uso wa dunia, na yale aliyoyarekodi yatabaki. Wataona watoto wake, wajukuu zake na kizazi chake chote kwa ujumla. Hafikiri. Ewe mwanamke wa Kiislamu unayekata viuno katika mitandao ya TikTok, ewe mwanamke wa Kiislamu unayeposti picha za nusu tupu katika mitandao ya kijamii, unafikiri ni nani atakuja kukufutia hizo picha zako baada ya kifo chako? Unafikiri ni utajenga taswira gani kwa kizazi chako? Mitandao inaishi na mitandao inaendelea. Kama kweli unamuogopa Allah tabaraka wa taala, acha tabia ya kupiga picha kwa ajili ya kutaka kwenda kusifiwa na wanaume wengine. Acha tabia ya kujirekodi video kwa sababu ya kutaka kwenda kusifiwa na wanaume kwamba wewe ni mzuri. Mwisho wa siku unaingiza watu katika fitna na wanaingia katika zinaa. Al-Baraka ndio huyu. Anajisnapu na kwenda kutaka sifa za wanaume wamsifie kwamba yeye ni mzuri. Na wengine ndio hao wanafika level za juu. Wanawake wangapi leo tunawaona wanakatika viuno, tunaona wanakaa nusu uchi katika mitandao ya kijamii ikiwemo TikTok. Imekuwa ni balaa tupu. Kila ukiscroll unakutana na mwanamke uko uchi, kila ukiscroll unakutana na vitu vya kipumbavu na vya kipozi. Enyi wanawake wa Kiislamu,
Muogopeni Allah tabaraka wa taala. Enyi wanawake wa Kiislamu ambao wote mnaweka picha zenu za nusu tupu katika mitandao, ambao mnaposti video zenu mkiwa mnakatika viuno katika mitandao ya kijamii, kama kweli mnamuogopa Allah na ujumbe huu ukawafikia, mara moja nendeni mkafute picha zenu zote katika hiyo mitandao. Mara moja nendeni mkafute hizo video zenu zote chafu katika mitandao ya kijamii, kabla haja kufikia ni malakul maut, kabla haja kufikia ni malaika mtoa roho, na mkashindwa cha kwenda kumjibu Mola wenu mlezi. Nenda sasa hivi, usisubiri kesho. Ile video ulioposti ukikatika, nenda kaifute sasa hivi. Ile picha ulioposti hujajistiri, nenda kaifute sasa hivi. Usisubiri kesho, kwani hujui kama kesho utafika.